Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Rashidi Mfaume Kawawa alizaliwa mwaka 1924 katika Tanganyika ya kikoloni, kipindi ambacho Waafrika wengi walikuwa hawana sauti katika uamuzi wa hatima ya nchi yao. Alitoka katika maisha ya kawaida, akalelewa katika mazingira ya nidhamu, heshima na kujituma, misingi iliyomjenga kuwa mtu wa vitendo kuliko maneno. Akiwa kijana, Kawawa alifanya kazi mbalimbali, ikiwemo kuwa mfanyakazi wa reli. Huko ndiko alipojifunza maisha ya watu wa kawaida, uchovu wa kazi, mishahara midogo na ukosefu wa haki. Uzoefu huo ulimjenga ndani yake dhamira ya kuona Tanganyika ikijikomboa, si tu kisiasa, bali pia kijamii. Alipojiunga na TANU, Kawawa hakujitambulisha kama msemaji hodari wa majukwaani. Badala yake, alijitokeza kama mpangaji, mpatanishi na mtekelezaji. Alikuwa mtu wa kuaminika, mwenye uwezo wa kusikiliza pande zote na kutoa maamuzi ya busara. Tabia hiyo ilimfanya awe karibu sana na Mwalimu Julius Nyerere. Katika harakati za uhuru, Kawawa alikuwa nyuma ya pazia, akisimamia mipango, akitafuta mshikamano na kuhakikisha harakati zinaendelea bila migawanyiko. Alikuwa mmoja wa watu waliomsaidia Nyerere kubeba mzigo wa mapambano bila kutafuta sifa wala umaarufu. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961, taifa jipya lilihitaji viongozi walioweza kulinda misingi ya umoja na utulivu. Kawawa aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika, kisha baadaye akawa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika nafasi hizo, Kawawa alionyesha uongozi wa kipekee, mtulivu lakini thabiti. Hakutumia lugha ya vitisho wala hakupenda siasa za makundi. Alikuwa daraja kati ya serikali na wananchi, kati ya viongozi na watendaji. Wengi walimuona kama mtu aliyeshikilia taifa lisiporomoke katika miaka ya mwanzo yenye changamoto nyingi. Lakini licha ya nafasi kubwa alizoshika, Kawawa aliendelea kuishi maisha ya unyenyekevu. Hakujilimbikizia mali wala hakujitengenezea mtandao wa maslahi binafsi. Aliona uongozi kama dhamana, si fursa. Kadri miaka ilivyopita, Kawawa alianza kujitenga taratibu na madaraka ya juu. Hakuwa na tamaa ya kubaki madarakani milele. Alipendelea kuona kizazi kipya kinachukua nafasi, huku yeye akiendelea kutoa ushauri kwa busara. Lakini swali linabaki: kwa nini viongozi kama Kawawa, waliokuwa nguzo muhimu ya taifa, hawatajwi sana leo? Na Tanzania ingekuwaje bila uaminifu wa watu wa kimya kama yeye? Katika sehemu ya pili, tutazungumzia maisha ya Kawawa baada ya madaraka, mtazamo wake juu ya siasa na urithi aliyouacha kwa taifa. Usikose, hii ni historia ya wale waliotumikia bila kelele. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Asante.